Poplan Herbal Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Vodacom, kazi ni kwako. Ni Countdown na Mr. Countdown, mtu wako nguvu Mr. Countdown kwenye radio. Naitwa Millard Ayo na niko na Nakitia Yona. Mambo vipi? Salama. Uko fresh mrembo? Niko mrembo, niko fresh, niko tayari. Umependeza kabisa vizuri. Na kilemba Na kilemba. Sijasikia neno kilemba siku nyingi. I know. Ilibidi leo nifunge. Na kitenge hicho. Ni kitenge kanga. Ni kanga. Ni kanga imeshonwa na kilemba ni cha kanga pia. Umetisha sana. Kweli? Kwa warembo ambao wametoka nje ya Tanzania wakaona vitu vingi na nini afu bado wanaendeleza culture. Of course unahitaji pongezi. Nashukuru. Sawa, mimi nimefurahi kuwa na wewe leo hapa. Na mimi pia. Na nimefurahi kuona una kitabu kinazungumzia mapenzi. Ndio. Topic ambayo inawaumiza wengi every day, wanaizungumzia wengi every day. Kwanza wewe ni Mtanzania? Ni Mtanzania. Umezaliwa Tanzania? Nimezaliwa hapa. Hapa? Ndio. Miaka yangu au mwaka wa kuzaliwa? Miaka mingapi iliyopita? 1971 na miaka 44. Miaka 44? Lakini najaribu kuirudisha nyuma sasa kidogo. Umewezaje kuwa na umri mkubwa kiasi hicho lakini muonekano wako kama nilivyokuambia mimi nikitazama naona kama ni 25, 26, 23. I think ni genetics kwamba ndio mwili wangu mdogo nimeuchukua kwa upande wa bibi mzaa baba. Alikuwa ana miaka mingi lakini alikuwa haonekani. So I think ni genetics too. Okay. Ndio. So ulizaliwa Tanzania? Yeah. Baada ya hapo ulisoma Tanzania? Nilisoma Tanzania mpaka darasa la 6. Nilisoma Mlimani Primary School. Alafu familia yangu ikahamia kwenda Sierra Leone. Kwa hiyo nikasomea Sierra Leone kwa muda, alafu nikasomea Kenya boarding school. Alafu baadaye nikasomea Uingereza mpaka nilivyomaliza chuoni, alafu nikaolewa. Nikaenda kuishi Marekani. Ukaenda kuishi Marekani baada ya kuolewa? Baada ya kuolewa. Yani lakini niliolewa hapa Tanzania. Yani. Na Mtanzania mwaka 2000. Mwaka 2000. Miaka 15 iliyopita. Miaka 15 iliyopita. Okay. Sasa umekuja, umeingia kwenye headlines na kitabu. Hichi ni kitabu ambacho kinaitwa Surviving Divorce in Hidalgo County. Ndio. Hidalgo County ni sehemu ya South Texas, Texas ya kusini Marekani. Marekani. And it's a very small county. It's one of the smallest counties, yani sio kuna kama population labda ya watu 300,000 katika county nzima. Okay. Yeah. Hapa ndo palipotokea divorce. Hapo ndo nilipoenda kuishi baada ya ndoa yangu, alafu ndoa ikavunjika. Na tuka divorce hapo. And of course ilivyovunjika ilibidi tuende kotini kwenda mahakamani. Na hapo ndio action ilipoanza. Ikabidi niandike kitabu kikajiandika labda tuseme. Kwa sababu ya vitu vilivyotokea kotini baada ya kufile, yani kwenda kuomba ile divorce na nini. Okay. Nimefurahi kuona wewe ni Tanzania na umeandika kitabu na kimeweza kupata headlines za kutosha kwenye nchi kama Marekani. Ndiyo. Na Uingereza pia. Ndio. Kwa nini ulikiandika hichi kitabu? Kwa sababu kwa muda mrefu nimeona kuna ndoa nyingi ambazo unaona saa nyingine watu hawana furaha kwenye ndoa, lakini sijui kama ni kuogopa au kung'ang'ania kubaki kwenye ndoa ambayo haiendi vizuri. Na sio kwamba na encourage watu wa divorce, lakini kwangu mimi binafsi matatizo yangu yalikuwa kwa sababu ya yani ilikuwa ni familia ndio iliyovunja ndoa. Na nikisema familia ni watu wa karibu. Unajua, yani watu ambao unafikiria wanaweza kusupport ndoa yenu na nini. Kwa hiyo kwa muda nilikuwa nimeolewa miaka 8, lakini for most of those miaka 8 yani nilikuwa sina furaha. Maana unaona kabisa kama wakwe wanaingilia ndoa. Unajua, for example, sikupata mimba mpaka miaka 5.5 ya ndoa ndio nikapata mimba. Lakini kama mtu mwenye imani na Mungu, siku give up. Maana nilijua kwamba itatokea mimba nitaipata katika muda wa Mungu, sio
muda wa mtu mwingine kusema miaka 2 imepita hujazaa, miaka 3 imepita, kwa nini? Unajua? Alafu unaanza kusikia sasa wakwe wanaanza kusema vitu kama hajashika mimba kwa sababu anaogopa atanenepa. Au yani vitu vya kiajabu ajabu vilikuwa vinasemekana. Kwa hiyo pressure kutoka kwa wakwe ilizidi. Na baada ya miaka 8 nikasema siwezi. Na sio kwamba nilitaka ndoa ivunjike, nilijaribu kiasi nilivyoweza. Maana mimi wazazi wangu wameoana miaka 51. Jumamosi iliyopita ilikuwa miaka 51 ya anniversary ya wazazi wangu. Kwa hiyo sikutoka kwenye nyumba iliyovunjika au nyumba yenye ndoa iliyovunjika. Wazazi wangu wamekuwa pamoja miaka yote hiyo. Na ndio hicho nilichotaka mtoto wangu wa kiume experience, kuwa na wazazi ambao wako united, unajua wana prioritize watoto wao na nini, kitu ambacho mimi nilikuwa na bahati ya kuwa nacho kutoka kwa wazazi wangu. Kwa hiyo ndoa kuvunjika nilikuwa kitu kigumu sana kwangu. Sikutegemea nitakuwa divorced au kuna siku ambazo sitamuona mwanangu. Unajua, kwa sababu ndoa ikivunjika inamaanisha mtoto anakaa huku na kule. Unajua, mara anaenda kwa baba, mara anaenda kwa mama, na it's a horrible situation kwa sababu wanaumia zaidi ni watoto. Unajua, kwa sababu ukiangalia hawasikilizwi haki zao. Mtoto mara nyingi hawaulizwi wewe unajisikiaje kama mama na baba wakiachana. Yani kama vile watu wazima tunakomoana wenyewe kwa wenyewe, lakini hatufikiri watoto wanaumia kiasi gani. Kwa hiyo nikaandika hichi kitabu kuonyesha jinsi gani step by step ya ndoa yangu mimi ilivyoharibika. Na nilitaka kuandika sio tu kwa kuongelea hivi for the sake of, lakini pia mwanangu ajue historia yake, ili aone makosa ambayo labda sisi wazazi wake tulifanya, alafu yeye mwenyewe amue labda mbele ya safari atajifunza kutokana na makosa yetu, and maybe yeye naye atakuwa na ndoa nzuri itakayomudu kama ya wazazi wangu tuseme, badala ya wazazi wake yeye. Kuna sababu nyingi ambazo zilichangia ndoa yako ivunjike. Unaweza kutusaidia chache? Well, mambo ya wakwe, to be honest with you, ndio ilikuwa the main, yani ningesema 90% za matatizo yangu na alikuwa mume wangu ilikuwa ni maneno. Unajua, na mimi sio mtu ambaye, unajua tunafundishwa kama Tanzania kuheshimu watu ambao ni wakubwa kwako. And certainly wakwe wanakuwa kama wazazi. Kwa hiyo unampa heshima mkwe wako kama vile ni ndugu yako, na kama ni mtu mkubwa kwako kimiaka humbishi. Yani mimi sasa hivi mtu akiingia hapa akiniambia, tuseme mtu mzima mzee akiingia hapa akisema wewe dada umevaa nguo nyekundu, sitambishia. Nitaambia sawa, kuliko kwanza ile muongo wewe nini. Kwa hiyo nilikuwa maneno mengi nilikuwa nasikia, lakini sikujibu. Maana ilikuwa sitaki ugomvi, na ingekuwa ni kitu cha kujibu kila siku tungekuwa tunagombana kila siku. Kwa hiyo nikaa naona kama ni muhimu mume wangu, alikuwa mume wangu, saa nyingine aongee. Kama unaona ndugu zako ananyanyasa, whether kwa sababu sijazaa au kwa sababu yani maneno, wewe unatakiwa uongee nao, uambie jamani, defend mke wako. Just like au ukiona unanivunjia heshima, unidefend. Kama mimi tuseme ndugu zangu, nilikuwa na bahati kwamba mimi familia yangu haikuingilia ndoa yangu. Lakini kama wangeingilia, hata kama ingekuwa ni babangu au mamangu, kuna namna ya kuongea na mzazi, kumwambia baba, mama, naomba tafadhali umheshimu mume wangu, au naomba usiingilie. Unaweza ukaongea na mzazi bila kumvunjia heshima, lakini ukafanya point ikaeleweka kwamba unaingilia ndoa yangu, you have to draw a line, yani kumuonyesha. Lakini alikuwa mume wangu hakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ile balancing ya relationships, maana ilikuwa sitaki kukasirisha ndugu zangu, lakini pia kwa hiyo ilikuwa kama amechagua kwamba sitasema chochote. Kwa hiyo kunyanyaswa kule kukaa kunaendelea. Ikafikia point baada ya miaka 8 nikasema Kwa hiyo ilikuwa kitu kimoja wakwe. Alafu kitu kingine, I think unaweza kuolewa na mtu lakini mkianza inaonekana kama mna mpangilio sawa wa maisha, kwamba okay, sitaki kusema sana kuhusu kitabu maana ili watu waweze kusoma na kuelewa. Lakini yani mtu anakuambia kitu kimoja mwanzoni wa relationship kwenye uchumba, alafu kisha oana unaanza kuona upande mwingine. So that becomes very difficult. Maana sasa unaanza kujiuliza huyu mtu nilishamjua au
you know, what happened. You know, so that was also another thing for me, kwamba I married a person, niliolewa na mtu ambaye nilifikiria namjua, lakini alikuja kubadilika mpaka, yani mwishoni sikumtambua. Na hata sasa hivi vitu vingine ambavyo amefanya sivielewi, yani nakaa nasema, oh my god, huyu ni mtu ambaye nilikuwa naye miaka 10, tulidate kwa miaka 2, alafu tukaoana kwa miaka 8. So alafu tumezaa mtoto mzuri wa kiume ambaye sasa hivi ana miaka 9. So unaona vitu kama hivyo vinachangia kwamba mtu anabadilika katika ndoa, na mimi alikuwa mume wangu alibadilika, you know. So I mean, inasikitisha, but ni maisha. Ulivyochelewa kupata mtoto, tatizo lilikuwa ni hakukuwa na tatizo. Yani sikuwa, madaktari walinipima kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, hakukuwa na tatizo kwamba you know, any medical reason. Na nikaja kupata mimba na mtoto aliyetoka, yani nikiangalia sasa hivi naelewa kwamba Mungu alichukua muda wake kumtengeneza huyu mtoto, kwa sababu yani alivyotoka alikuwa perfect. Yani siwezi hata kusema, yani ni mtoto ambaye sangia najiangalia na nakaangalia nasema, jamani, okay, it's a good thing Mungu alichukua muda wake. Kwa sababu kalivyotoka, yani I could not wish for a better child. Na wako walikuwa wana mind kwamba unachelewa kuzaa? Oh yeah. Kwamba una tatizo ama? Yeah, ilikuwa ina issue fulani hivi. Unajua ilikuwa ina issue, mkaa naambiwa kwamba you know, baba mkwe hakufurahi sana kwamba mtoto wake wa kwanza, alikuwa mume wangu alikuwa ni wa kwanza kuzaliwa kwao. Kwamba baba yake yani alikuwa anaona kama mbona mdogo wake ameshazaa, mbona wewe hujazaa. Alafu mkaa na wifi yangu ambaye kwenye kitabu anaitwa Tatizo. Na aliniletea matatizo. I mean, yeye ndio ilikuwa kama feedback kwa baba yake kwamba, you know, huyu hazai kwa sababu anaogopa kunenepa. Yani unajua ile sengo nasikia kitu unataka kusema, are you serious? Huelewi. Kwa hiyo kulikuwa na issue na I don't know kama ni tradition, lakini pia kulikuwa na pressure wakati fulani kama mume wangu vile, yani kama ilikuwa pressure, it seems labda tuachane, labda niache, tuseme sio tuachane, lakini labda niache. Kwa sababu ilikuwa kama vile amekaliwa. Nakumbuka kusikia hilo neno kwamba baba yake alikuwa anajisikia kama vile mimi nimemkalia mtoto wake, kijana wake, mtoto wake. Yeah, na kwamba labda mimi ndio nimeamua sitakuzaa na nini. So hiyo iliniumiza roho, kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuzaa, lakini first of all it's nobody's business katika ndoa. Hivyo ni vitu ambavyo hatutakiwi kudiscuss na watu, kama inatakiwa iwe kati ya mume na mke wenyewe. Lakini the fact kwamba ndugu alikuwa anaingilia, nilikuwa haisaidii situation, kwa sababu tayari unajisikia vibaya kwamba you know, tunajaribu kupata mtoto lakini hatupati, alafu unasikia sasa maneno. Kwa hiyo the pressure is there. Aliwahi kuwa mtetezi wako hata kwa siku moja? Kuna siku kuna wakati fulani alijaribu, na ndugu zake hawakuongea naye kwa kama miezi 3. Na ilileta tension sana kwenye ndoa, yani vibaya sana. Kiasi ambacho mimi nikamwambia, you know, labda mimi niende nyumbani nikatembelee familia yangu, wewe ukae hapa ufikirie unachotaka kufanya, uamue. Manake sikutaka, mimi niko very close na familia yangu, na hata yeye alikuja kuwa very close na familia yangu. Kwa hiyo sikutaka yani kujisikia kama vile mimi ndio navunja uhusiano wake na familia yake. Kwa hiyo nikamwambia, amua unataka kufanya nini. Kama unaona kwamba huwezi kuendelea na mimi kwa sababu sijazaa, au pressure ndugu zako imekuzidi, basi amua, nikirudi utaniambia. Lakini akamwambia ndugu zake kwamba, jamani, mimi mke wangu siku zote amewaheshimu, amewapenda, you know, naombeni mtuache. Unajua tuacheni kama tulivyo. Yeah, ilikuwa vigumu sana. Yani alikuwa jinsi ambavyo kama vile walimcut off. Unajua kama mama mkwe wangu alikuwa anakuja nyumbani kwetu kila Jumapili, nitampikia, akaacha kuja. Unajua ndugu zake walikuwa wanampigia simu zikapungua, yani walikuwa wanapiga tena, at least nyumbani mimi nilikuwa sisikii simu zikija, labda alikuwa wanampigia ofisini, lakini I could feel kwamba he felt kama vile wamemtenga. Okay. Ulikuwa Marekani unaishi naye? Yeah. Na wako pia walikuwa Marekani? Mama mkwe alikuwa kule. Na kaka mkwe ni shemeji au wifi? No, shemeji. Yeah. Alafu wifi naye alikuwa Marekani, lakini yeye alikuwa mji mwingine, lakini alikuwa anakuja kututembelea na
kuja na kuondoka. Lakini of course maneno sio lazima uwe pale pale mjini. Saa nyingine unasikia na nini, kwa hiyo yani ilikuwa pressure ilikuwa nyingi. Okay. Yeah. Kwa hiyo aliwahi kukutetea mara moja tu. Alinitetea mara moja na ikabackfire vibaya sana kwake. Na baada ya pale it was kind of, which is sad kwa sababu again it's all about balancing relationships. Sio lazima umfurahishe kila mtu. Lakini pia mtu uangalie kwamba kama mimi kama mke wake ningemvunjia familia yake heshima au ningekuwa na waingilia wao jinsi walivyokuwa wanatuingilia sisi, yeye angekuwa na haki ya kusema acha kutukana familia yangu au acha kuingilia familia yangu au nini. Lakini hakuweza yeye kuconfront familia yake kuhusu hicho kitu. Kwa hiyo mimi ikafikia point ambapo nikasema maana ilikuwa kama vile ninagombana, kama vile ninapigana na wakwe kwa upendo wa mume wangu. You know what I mean? Like I'm fighting my in-laws for the love of my husband. Kitu ambacho hakitakiwi kufanyika kwa sababu kama mama mkwe na mtoto wake, hiyo ni relationship ambayo ni tofauti na mke na mtoto. So you can't even compare. You can love your mom, you can love your sister, you can love your wife. There should be enough love for everybody. Bila mtu kusikia kama mimi nimepunjwa au nataka zaidi. Unajua that kind of thing. Yeah, so hakuweza kubalance ile relationship. Najua kuna vitu vingi umeviandika kwenye hichi kitabu sana tu. Hata mimi mwenyewe nitaanza kukisoma. Katika moments za talaka, kuna moment gani ambayo huwezi kuisahau? Nyingi. Yani nyingine hala sitaki kuziongelea, maana nyingine zina yani hata mpaka leo hii talaka yangu ilikuwa 2009. Lakini yani ilivyokuwa finalized. Lakini mpaka leo hii naumiza roho kwa sababu again ni mtoto anayeumia. In this case sisi tuna mmoja, lakini watoto ndio wanaumia kwenye ndoa zinazovunjika. Na I just wish wazazi saa nyingine watakuwa na mfikirie kabla mja kuvunjiana, yani kuvunja ndoa au unaona kukomoana au kutesana baada ya ndoa kuvunjika. Yani hivyo vitu vinaumiza watoto kuliko hata yule alikuwa mume wako au mke wako. So probably one of the things ambazo zinauma sana ni siku ambayo nilienda kulipia lawyer ili nipate talaka yangu. Maana nilienda kumchukua mwanangu kutoka shuleni, alafu nikakaangalia kanangu kalikuwa kadogo, unajua yani kakaniona nini, yani nikaa nafikiria Mungu wangu, sasa mwanangu atatoka kwenye nyumba ambayo imevunjika, kuna siku sitamuona, maisha yake atakuwaje, siku ambazo siko naye kama anaumwa. Yani vitu vingi viliniingia kichwani, iliogopesha kwa mtoto wangu, Okay. Lakini nimegundua kwamba Mungu pia anatupa nguvu fulani wakati ambapo saa nyingine kuna vitu vinatokea na kao nasema Mungu wangu sitaweza kuendelea kuishi na kitu kama hicho, lakini somehow Mungu anakupa kipaji fulani unaweza kuendelea, yani anakupa nguvu fulani unaweza kuendelea. Okay. Na ulikuwa nchi ya ugenini? Mji wa ugenini. Mji wa ugenini. Hicho kimji yani watu weusi ni chini ya 1% ya population pale. Kwa hiyo ukimuona mweusi mwenzako yani hata umjui, unamkimbilia ile mbaya, yani kama subiri wewe mweusi kama mimi umetoka wapi? Unajua yani unafurahi maana hatuko wengi. So hata ukitembea mjini au nini watu wanakuangalia, ni unaona maana most of the people there probably like 95% ya population ni what they call Hispanics au Mexican Americans. Okay. Maana sisi tuko 20 minutes, hicho kimji ninachokaa mimi ni kama 20 minutes from the Mexican border. Okay. Kwa hiyo yani there is a lot of Mexican influence. Kwa hiyo kuna corruption, unajua? Yani ukiangalia system yao ya kisheria ni vitu vya kiajabu yani, na ambavyo mlivyoona kotini. Alafu yani mambo ya kidnapping watoto, unajua? Watu wana kidnap watu wenzao. Wanawateka hivi. So it's the United States lakini very close, very influenced na Mexico. Okay. Sasa wewe hiyo talaka umepewa kwenye mji ugenini, ilikuwaje kwenye maisha yako? Unajua mpaka mtu kae uandike kitabu kwa sababu vitu vilivyokuwa vinanitokea. Kwa bahati nzuri nilisoma boarding school Uingereza na ilikuwa girls private school back in the day, na tulikuwa tunalazimishwa kuandika journal, to keep a diary every day. Kwa hiyo ikaja kuwa tabia yangu mimi kwamba kila kitu naandika chini, at the end of the day kila siku naandika kitu, especially kama kuna kitu kilichotokea.
Kwa hiyo nikawa naandika vitu vilivyoendelea kuanzia ndoa yangu ilivyoanza kuwa na matatizo na nini. Kwa nikaandika. So by the time nime divorce na nimekaa nikasema lazima niandike. The material was there. Yani kitabu kimejiandika chenyewe. Sio kama fiction, yani sio kama story ya kutunga novel ambayo inabidi ukae ufikirie sasa sijui huyu character afanye hivi. Mimi yani nilikuwa na madari ya over the years na kulikuwa na enough material. Tatizo langu lilikuwa naweka kipi nini na include kipi naacha, kwa sababu kulikuwa na vitu vingi sana vya kuandika, including ile kwenda kotini. Unaona judge, lawyer, malawyer wako corrupt. Yani unaona kabisa wanataka wahonge, rushwa. My god. Sasa alafu wanakuambia kabisa kwamba kama unilipi utashindwa kesi, hutapata mtoto wako. Sasa unapigania mtoto wako hapo. Sasa how do you, yani wazungu wanasema you're caught between a rock and a hard place, kwamba ufanye nini? Okay. Unajua? So kulikuwa yani na system ilikuwa very corrupt, na unaona kabisa kwamba yani wanakuambia kabisa yani plain hivi usoni, you know, either umesign contract na lawyer amekwambia nitakuchaji $10 tuseme, you know, kwa mpaka kesi yako imalizike. Okay, unamlipa $10, umesign contract. Kesho kutwa, bila kusema vingi kuhusu kitabu, itabidi mtu asome, lakini kesho kutwa lawyer anakuja anakuambia kazi yangu imekuwa ngumu sana. So anambia kwa nini? Anakuambia well, yule judge yule akupendi. Judge anipendi, ananijuaje? Huwezi kwenda kotini ukavaa unavovaa. Mimi navaaga hivi. I mean hata nilipokuwa nakaa Marekani nafanya kazi, you know, I'm proudly African, you know, napenda culture yetu, na nilikuwa nafunga vitenge vyangu kama hivi. Naweza nikavaa suti, sio kwamba navaa vimini au vinguo vya, you know, kubana au whatever. Lakini yani unaweza kuvaa labda suruali yako nzuri, suti yako, lakini nimefunga kilemba au nimevaa labda blouse ya kitenge, unajua? Lakini I was a proud African. So unaenda kotini unaambiwa huwezi kwenda kotini umevaa hivi. So ukasema umevaa vipi? Unaambiwa well, unaenda kotini umevaa nguo ambazo hazieleweki, unataka kwenda pale uonekane kama mtu anatoka kwenye third world country. Sasa unakaa unasema well, mimi natoka kwenye third world country. Huwezi kwenda pale ukaongea jinsi unavyoongea. Sasa well, ndio unavyoongea. Sasa jaji kama ananichukia kwa sababu ya jinsi nilivyofanana au ninavovaa au ninavyoongea, hiyo haihusu kesi. Lakini ilikuwa vyote hivyo, yani kulikuwa na vitu vya kijinga vinavyoendelea ambavyo sasa naelewa kwamba ilikuwa yote ni njia ya kujidai kazi yao ni ngumu sana. Kwa hiyo tunaomba chao tayari, you know, nyingine, yani tuongeze kidogo tena. Yani rushwa. Sasa kama sina hupati representation unayohitaji. Na mimi nilikuwa nasema no, sihongi mtu. Maana evidence yote ninayo, kila kitu ninacho kuonyesha kwamba mimi ni mzazi mzuri kwa mwanangu, kama na kazi nzuri, na mpenda mwanangu, sijafanya kosa lolote, sio mlevi. Yani hamna chochote ambacho wangeweza kutumia kunyang'anya mtoto wangu. Lakini wali manipulate evidence kwa sababu niliuliza maswali, nilijua haki zangu kotini. Kwa sababu unakaa unasema mimi nalipa kodi zangu na naishi kwa kufuatilia sheria, inakuwaje kotini nikifika sipewi, you know, rights, yani sipewi haki zangu kotini katika sheria za nchi. Yani unakuta evidence yako inafichwa au inakuwa manipulated. Unajua? Alafu watu wanadanganya. Yani unaona judge ambaye yeye ndo anatakiwa awe anakuprotect. Maloya wanaweza wakawa matapeli. Lakini unakaa unasema mbele ya judge hawatasubutu. Sasa unakuja kuambiwa kwamba lawyer wa upande ule ni rafiki sana na judge. Yani unaambiwa kabisa, watu wanakuambia wale marafiki utaweza kushinda, kwa hiyo toa hiyo hela. Sasa unaambia sasa kiasi gani? Maana ushatoa kidogo leo. Wanakuwa roho, wanaenda kuambiana I say pale pa kuchuma, nenda. Kwa hiyo ukimpa A, B, kesho anakuja na kuambia na mimi nataka, au yule anakuambia you know, na mimi nahitaji zaidi, kazi ngumu. I say story yako inagusa sana. Mimi kweli nimeshawishika kusoma hichi kitabu. Ni kitabu ambacho kina page 196. Headline nyingine ambayo nimeipata kwenye kitabu chako ni uliolewa na mtu ambaye haumjui. Yani umekuwa in love sana.
umempenda. Na alikuja, yani nilishaonywa, nilishaambiwa aisee usiguse hapo. Usiguse. Unajua hilo saa nyingine watu wanakuambia mtoto sijui nyoka ni nyoka nini. Sasa wakawa nasema jamani, you know, kila mtu yuko tofauti. Kama kusema unaweza, kuna watu ambao saa nyingine wanasema well babangu mimi alioa wanawake watatu au wanne, alikuwa mlevi au alikuwa anampiga mamangu. Haimaanishi kwamba na utakuwa hivyo. Kwa hiyo watu kuna watu wengine walikuwa yani kama wamenionya kwamba huyu familia anayotoka sio, yani background yake sio sawa na yako na nini. Lakini mimi nikasema jamani, sio kwamba naolewa na watu wengine, naolewa ni huyu individual person ambaye nilifikiria namjua. Kwa sababu ni yule jamaa alikuwa anakuangalia machoni na nilikuwa namwambia kila kitu kwamba sasa unajua nimeambiwa kwamba labda nisiolewe na wewe na nini. Lakini akanigarantii kwamba no yale mambo unajua mkipendana alafu wengine hatukudate sana. Kwa hiyo yani unajua nilifall. Kala jamaa kuangalia machoni hivi nakwambia I love you baby. He does, this is true love. Unajua ananigarantii kwamba sitakufanyia maovu yoyote nini. So mtoto akipare nikaenda na maji bwana. I see. Yani kuna vitu gani alivifanya mwanzoni? Alikuwa yani ukasema nimepata. Unajua ni ile tu guarantee, yani unajua ni wale watu ambao wewe sasa hivi umevaa t-shirt ya blue. Anaweza kukaangalia sasa hivi akamwambia Milad, unajua ile t-shirt yako ya kijani. Kakao akamwambia hapana. Wewe vipi wewe? Hapana. Ya blue, of course ya blue. Akamwambia hapana ni ya kijani bwana. Unajua? Lakini anakuangalia machoni, yani ile guarantee. Unatoka hapo wewe unaangalia t-shirt yako unasema I say, yani leo kweli nimeamka asubuhi nimevaa t-shirt nafikiria blue kumbe ya kijani. Unajua? Yani there are people who are like that. Yani wanaweza kukudanganya na asipeshe au yani anakuangalia machoni kama vile you believe everything, and he was that kind of person. So kwa mara ya kwanza, siku zile za kwanza nini I was in love bana. Kila mtu anaruhusiwa ku fall once in a while na nini. So nikamwamini, na alikuwa ni mtu ambaye yani he seemed like a really nice guy. Now for a long time he was, and I'd like to think kwa sababu ni baba wa mtoto wangu, nataka niamini kwamba yule mtu mzuri niliyempenda yupo bado ndani ya huyu mtu wa sasa hivi, kwa sababu huyu ni baba wa mtoto wangu, na nataka kuamini kwamba kama mwanangu atarithi tabia zozote kutoka kwa baba yake au mimi, maana I'm not perfect, sisemi kwamba nobody's perfect, lakini ningependa kufikiria kwamba atarithi the best of his dad na the best of me. Then so yule mtu ambaye labda nilifikiria namjua, ambaye niliolewa naye, I hope bado yupo somewhere in there. Nimesikia kitabu chako, nimeambiwa kitabu chako kimekuwa na rekodi nzuri ya mauzo Marekani. Nikafurahi, nikasema of course nimehuzunika kwa story yako, lakini nimefurahi kuona kazi ya Mtanzania imeweza pia kuwafikia watu wengine. Nafurahi kuona wa Tanzania wanafanya vizuri Marekani. Tushaona kina Hashim Thabit Nzizo, kina Flavia na Matata. Wewe sasa umekuja kwa njia nyingine ya kitabu. Marekani, kitabu kilitoka lini? Kilitoka Januari mwaka jana. Mwaka 2014. Successful, I mean success. Let me tell you. Unajua nadhani labda nilishakwambia kwamba kuandika kitabu ni kama kupika chakula. Unajua ukiwa unapika unasema unaambia watu jamani mimi najua kupika kweli. Unajua? Lakini wale ambao wataamua kama mapishi yako ni mazuri au sio ni wale wanaokionja, sio? So kuandika kitabu is kind of similar, kwamba unaandika, mimi niliandika first and foremost ili mwanangu ajue historia yake, kwa sababu kana miaka 9 sasa hivi. Kana maswali mengi, mama kwa nini wewe na baba mmeachana, au kwa nini baba anakufanyia hivi nini. Vitu vingine siwezi kumwambia kwa sababu bado mdogo. Unajua vitamuumiza hata vielewa, it's too much. Kwa hiyo nikasema ngoja niandike ili akitimiza miaka ya kutosha atakisoma. Kwa hiyo itakuwa kama conversation, kama mazungumzo ambayo ningekuwa nayo na yeye akitimiza miaka labda miaka 18 or something, kuhusu historia yake. Of course that's my side of the story. Sasa anaweza akaambiwa upande mwingine. There's always many sides to a story. This is my side, in my words, maneno yangu, feelings zangu,
Yeah. Kwa hiyo kila kitu nilichoandika ni mimi mwenyewe nilichoandika. Okay. Yani ili ajue kuhusu historia yake, babake na mimi kwamba tulipendana wakati fulani. Na kwamba katika maisha ndoa zinavunjika, unfortunately, lakini it's a part of life. Lakini pia kuna historia mimi nilikuwa vipi, nilipokuwa mdogo, maisha yangu yalikuwa aje, nilisoma wapi, nini. Na vitu ambavyo vimeendelea baada ya mimi na babake kuachana ambavyo I hope hata repeat hivyo vitu. Kwa sababu nisingependa mwanangu amtese mama wa mtoto wake au watoto wake kama atapata zaidi ya mmoja, jinsi ambavyo babake amenifanyia mimi. Okay. Yeah. Nisingependa, yani sipendi. Mimi nashangazwa sana nikiona either mwanamke au mwanamume. Tuseme mwanamume anasema anampenda sana mama yake, lakini anamtesa mama wa watoto wake. It defies logic. Yani kitu kama hicho kwangu mimi hakina, sikielewi. Utawezaje kumheshimu mama yako lakini usiheshimu mama wa watoto wako? Pia wanawake. Kama unamheshimu babako lakini humheshimu mume wako, ni kama contradiction, yani havi nini? Okay. Sawa. Naambiwa pia ulikuwa una mpango wa kukitoa hichi kitabu kama mauzo. Ulikuwa umekiandika tu? Nilikuwa nimekiandika ili mwanangu yani wapo watu wachache, labda family members wangu au marafiki zangu. Siku moja mtu atampa kopi moja. Alafu na mwalimu wangu mmoja, profesa, ambaye yeye amekuwa published, he's known duniani kwa kupublish vitabu. Nikampelekea manuscript. Nikamwambia naomba, nimeandika kitu fulani, story yangu nini. Akanambia okay, nitaisoma. Kwa akaisoma akanambia you have to publish this. Unajua? Alafu pia nilikuwa naenda kwenye therapy. Ilibidi, unajua therapy, counseling. Baada ya matatizo yote niliyopata, kupata ushauri kwa expert. Maana vitu vilivyoendelea, unajua mtu anabadilika mpaka unakaa unajiuliza, hivi na mimi nilikuwa mpumbavu kiasi hicho au nilikuwa kipofu kiasi hicho kwamba sikuona hivi vitu. So many things happen kwamba you have to question yourself kwamba what was my role? Mimi nilichangia vipi ndoa yangu kuvunjika, au kuna kitu gani ambacho labda nilifanya ambacho labda ningeweza kufanya tofauti? Maana lazima uacknowledge kosa lako kama kulikuwa na makosa yote, na huwezi saa nyingine kuacknowledge kama huongei na mtu ambaye atakwambia ukweli. So nikaenda kwenye therapy ili nimuulize therapist. Tena nikampa journal zangu zote, zile diary zangu zote, nikamwambia naomba zisome zote. Alafu niambie kama yani mimi makosa yangu yalikuwa nini. Na akasoma na akaniambia lazima uandike kitabu. Kwa hiyo ilikuwa mtu wa pili kuniambia niandike kitabu. I say. Na nilivomaliza kuandika na yule profesa wangu akakiona akasema lazima ukipublish, nitakusaidia upate publishers. Nikasema ngoja nimuulize babangu. Kwa hiyo nikamtumia babangu, dadangu alijua ninaandika. We are very close. Na yeye kwa sababu naye anaishi Marekani, anaishi Miami kama anaishi Marekani kama mimi, ndo alikuwa the only family member ambaye niko nayo Marekani. But as you know, Marekani pakubwa. So even though alikuwa nchi moja na mimi, alikuwa mbali. Unajua? So alijua yote aliyonitokea na nini. Na kwa hiyo akasema mimi sitaki kusoma hicho kitabu chako, nataka nikisome kisha toka. Kwa hiyo nikampelekea baba hiyo story yangu, nikapeleka ile manuscript kwa babangu. Babangu akaisoma, akasema naona ukiandike kizuri sana, kitasaidia watu wengi. The same feedback niliyopata kutoka kwa yule therapist na pia kwa yule profesa wangu. Kwa hiyo nikakipublish, na sikutegemea kwamba kitanunuliwa. Again, unaomba Mungu kwamba watu watakisoma wakipende, lakini sikutegemea kwamba kweli kitakuwa accepted, yani watu watakichukulia vizuri jinsi ambavyo wamekichukulia. Lakini nafurahi kwamba nimefanya hivyo, manake wanawake wengi sasa napata opportunities za kuongea na wanawake wengi, na wengine wanasema yani wanaona kwamba hamna aibu au kusiwe na aibu ya ndoa kuvunjika. Hamna haja ya kubaki kwenye ndoa ambayo maisha mafupi. Sasa if you're not happy, unangangania ili useme nimeolewa. Nimeolewa, lakini ukiangalia mtu amechoka, utakwambia kweli pole. So my thing was give your marriage the best that you can. Jitahidi ndoa yako ifanikiwe, especially kama mna watoto. Lakini ukishafikia point ambapo imevunjika.
usilazimishe mapenzi, ninavyoamini mimi. And even though sikutaka mwanangu atoke kwenye nyumba iliyovunjika, nashukuru Mungu kwamba nilikuwa na nguvu ya kutosha kuomba talaka yangu. Kwa ukaenda ukaanza maisha mapya kwenye nyumba mpya uko mwenyewe na mwanao? Yeah, niko mimi na mwanangu, tuna share custody na mwanangu. Hiyo 2009 tukaachana, tukawa tuna share custody. 2010 mtoto akaanza kupigwa na baba yake. At least alikuwa anasema shuleni na anasema kwangu kama nikimchukua kutoka kwa baba yake ana majeruhi kichwani. Akawa anaambia walimu wake na ananiambia mimi kwamba amepigwa na baba yake. Sasa nikawa yani hiyo linchosha. Maana yake sasa nikawa nasema okay, tumeachana, tuna joint custody lakini mtoto anapigwa. Sasa unakaa unasema okay. Kwa hiyo nikamwambia babake, maana ilikuwa sasa tuna raise mtoto kwa text message na email. Unajua yani kitu cha kusikitisha kweli, lakini nikamtumia babake email mwanangu, nikamwambia naomba tu muangalie mtoto, mbona anakuwa na majeruhi mengi na nini asiyoeleweka. Mtu akawa anasema hapana, amejigonga kwenye mlango. Alikuwa anakimbia akadondoka. Alikuwa, lakini mtoto shuleni na kwangu anasema kwa walimu na anasema kwangu mimi kwamba amepigwa na baba yake kwa sababu alikuwa a bad boy. Hasa mtoto wa miaka 4 wakati huo. Unakaona kanakuja na mavidonda kwenye kichwa na nini. Kwa hiyo kule Marekani kuna organization inaitwa Child Protective Services. Wanatakiwa kulinda afya za watoto au kuhakikisha kwamba wana protect watoto hawaumii na nini. Kwa hiyo walimu wakawaita Child Protective Services wakati fulani. Na mimi pia wakati fulani nilikuwa na mwanangu nikawaita. Nikasema jamani, huyu mtoto anaumia, anajeruhiwa nini. Sasa ndio hapo nilivorudi kotini. Maana nikamwambia baba wa mwanangu kwamba nachoomba tu mwangalie mtoto asiumie, mbona anaumia hivi, unajua. Maana nakumbuka alikuwa na kama yani aliumizwa vidonda mara 5. Unajua? Yani majeruhi tofauti mara 5. Kwa yani alafu wao watu wa Child Protective Service nikamwambia baba wa mwanangu kwamba mbona hivi nani hizi injuries zinazidi na nini. Akaniambia kabisa kwamba kama una tatizo urudishe kotini. Sasa unaambia kwamba naomba tu muangalie mtoto. Tukarudi kotini. Ndio hapo sasa action nyingine zikaanza. Yani ushenzi ulikuwa unaendelea kotini ndio ukazidi vibaya sana. I see. Yeah, na in the end though mtoto anakuwa visirani vya babake havijaisha. Na sitaki kusema what happened after we went back to court, lakini kwa sababu iko kwenye kitabu, lakini ndio hapo nikaanza kujua kwamba kweli yule mtu ambaye niliolewa naye sikumjua. Na for a long time I think kuna sehemu katika roho yangu ilitaka kuamini kwamba ni lawyer wake au ni lawyer wangu, malawyer unajua ambao wanatutapeli, wana manipulate information kati yangu mimi na ex-husband wangu. Maana tulikuwa tumedivorce. Lakini tukarudi tena kotini, alafu yeye alikuwa na lawyer yule mimi nikawa na lawyer tofauti, lakini alikuwa nataka kuamini kwamba unyama ninaofanyiwa sio baba wa mwanangu anaofanya, ni wale wana influence. Yani sikutaka kuamini kwamba baba wa mtoto wangu anaweza kanifanyia vitu alivyokuwa ananifanyia. Na tulivorudi hiyo kwenye wanaita custody battle, ndio nikajua kabisa kwamba no, sio maloya tu, ni yule ambaye ananifanyia hivyo. Hichi kitabu kilitoa au kiliuza kopi ngapi ndani ya muda mfupi? Siwezi kusema. Hawezi kusema. Siwezi kusema. Lakini kiliuza, mimi sikutegemea hata kitauza hata kopi 5. Like I said, ilikuwa ni publish kopi 10 labda. Yani kama ni ilikuwa ni publish labda kopi 10 alafu kiishia hapo. Maana kuna watu wanaandika vitabu lakini haviuzwi. Unajua, lakini publishers wangu akasema no, tutakiweka kwenye Amazon, tutakiweka kwenye Barnes and Noble, tutakiweka. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hakutegemea hata kuuza kopi moja, hata kama kiliuza kopi 20, kimeuza zaidi ya zile nilizotegemea. Lakini kimeuza kopi za kutosha na nikisema za kutosha yani kiasi kilichozidi nilivyotegemea, na imekuwa very encouraging kwangu kwa sababu pia hiyo imenipa opportunities sasa. Watu wengine wanaanza kuniambia naomba uniandikie na unisaidie na mimi niandike kitabu changu, especially wanawake ambao nao wame experience injustices au watu ambao wame experience injustices wanaambia naomba tusaidie kuandika kitabu changu. Kwa hiyo sasa naona kama naanza kuwa na opportunity mpya ya kuandika, yani kama a new career, unajua, ya kuandika vitabu vya watu na nini.
Umekiuza Uingereza pia nimesikia. Yeah, kwa sababu kiko available kwenye amazon.com na barnesandnoble.com. Kwa hiyo na Kindle, Amazon Kindle, yani unaweza ukakidownload kwenye kompyuta yako. So yeah, kuna watu waliokuwa Marekani, kuna watu waliokuwa Australia, nilishangaa South Africa. Unajua wanaweza kukioda online. Unajua na wengine hapa Tanzania nini. So it's available online, lakini pia hapa na copies ambazo ziko A Novel Idea in Sleepway. Yeah, Kipo Sleepway. Kinapatikana Tanzania. Sleepway peke yake. Yeah, Sleepway peke yake. Okay. Kwa sasa anyway. Surviving Divorce in Hidalgo County. Ni amekiandika na Kitia Yona. Ndio. Sawa bana. Mimi nakushukuru sana kwa time yako. Lakini kwa kumalizia, ulipata pia interviews za magazines mbalimbali? Nilifanya interview ya Bang Magazine. Ambapo nadhani ilitoka mwaka jana June. Okay. Alafu nimefanya interview kule Marekani pia. Na nilifanya interview pia ya kuongea na mtu wa Uingereza. So hii ndio yani interview yangu ya sio kwenye gazeti, ya kwenye radio. Okay. Yeah. Yani wao wenyewe ndio walikuona wakakutafuta. Yeah. Marekani. Wengine walinitafuta na wengine walitafutwa na agent wangu. Okay. Kwa maana they're trying to, the publishers try to market the book. Yeah. Kwa hiyo wao pia wanajaribu kutafuta watu. Okay. Yeah. Sawa, mimi nakushukuru sana na Kitia. Asante. Ikitokea mwanaume mwingine amekupenda. Anataka kukaa labda awe yatima. Yatima. Unajua mimi wakwe naogopa sana sasa. Kwa sababu imekufanya uogope sana. No, natania. Hapana. No, unajua yani katika miaka yangu sasa hivi, first of all, mimi sio kijana tena. Miaka 44 ni mingi. Kwa hiyo kama kuzaa, kuolewa, yani nikifikiria tena vile. Kwa sababu I've been single, or divorced for 6 years. Ndoa yangu well actually 7 years, kwa sababu tuliseparate mwaka 2008. Alafu kwa hiyo yani sasa hivi kuwa na mtu kwa kweli, kwa sababu I'm quite happy being single. Itabidi mtu ambaye ananiongezea maisha. Sitaki mtu ambaye anajaribu kubomoa kile ninachojaribu kujenga. Yeah. Unajua, alafu kwa sababu bado visirani na baba wa mtoto wangu vinaendelea. Unajua, even though tumeachana miaka 7 sasa. Lakini bado visirani vyake vinaendelea. Inakuwa vigumu kuamini mtu. Unajua, kwa sababu unakaa unasema inaogopesha. So kidogo I'm being a little bit careful. Lakini I hope labda kuna mtu mbele ya safari ambaye labda atajua jinsi ya kumpenda mama yake na dada yake na mke wake. Bila ku jeopardize any one of those relationships. Okay. Kwa sababu kitu cha ajabu, yani ukiwaambia watu kwamba mimi ndo yangu ilivunjwa na wakwe. Yani kuna watu ambao wengine wamesoma kitabu changu, tena kuna mtu jana aliniuliza, aliniambia, mimi siamini, lazima labda kulikuwa na mwanamke mwingine. Unaogopa kusema. Nikasema ukisoma kitabu changu nimesema vingi. That would be the most logical explanation. Yani hicho ndio kitu ambacho labda kingeeleweka kwa wengi kwamba mume wangu alipata shangingi fulani or something ambaye amenivunjia ndoa. Lakini nitakuwa namsingizia. Haikuwa hivyo. Yani mimi ndoa yangu ilivunjika kwa sababu ya wakwe. That's it. Na of course ile ya kuhakikisha kwamba ex-husband wangu kuhakikisha kwamba kwa sababu nilifile for divorce, yani imekuwa kama visirani sasa, visivyoishi. Unajua? Yani ni mtu ambaye visirani vyake vinaendelea. So mpaka hapo labda vikishaisha kidogo itakuwa labda itanipa ile opportunity ya kusema okay, labda naweza nika. Maana sasa hivi I feel kama if I go into another relationship maybe there'll be too much drama. Unajua? Yeah. Inaogopesha. Na Kitia Yona, thank you so much for your time. Thank you for your time. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila story za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Facebook.com, Twitter.com pamoja na Instagram.com/MillardAyo. Usisahau pia kutembelea millardayo.com kwa story mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania. Zote unazozitaka ziko TZA, millardayo.com na Ayo TV.
IOTV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea IOTV.